Somo katika kitabu cha hekima ya Yoshua bin Sila. Kwa kuwa Bwana ndiye mhukumu, wala akijali cheo cha mtu. Hata mkubali yeyote juu ya maskini, naye ataisikiliza sala yake aliyedhulumiwa. Hata yadhalau kamwe malalamiko ya yatima, wala ya mjane, amwelezapo habari zake. Malalamiko yake aliyeonewa yatapata kukubaliwa, na dua yake itafika ima mbinguni. Sala yake mnyenyekevu upenya mawinguni, wala haitatulia hata itakapowasili, wala haitaondoka hata aliye juu atakapoiangalia. Akaamua kwa adili, akatekeleza hukumu, wala Bwana hatalegea, wala hatakuwa mvumilivu kwa wanadamu. Neno la Bwana. Somo katika waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Timotheo. Mimi sasa namiminwa, na wakati wa kufariki kwangu umefika. Nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Baada ya hayo nimewekewa taji ya haki, ambayo Bwana mhukumu mwenye haki atanipa siku ile. Wala si mimi tu, bali na watu wote pia waliopenda kufunuliwa kwake. Katika jawabu langu la kwanza, hakuna mtu aliyesimama upande wangu, bali wote waliniacha. Naomba wasihesabiwe hatia kwa jambo hilo. Lakini Bwana alisimama pamoja nami, akanitia nguvu, ili kwa kazi yangu ule ujumbe utangazwe kwa utimilifu, hata wasikie mataifa yote. Nami nikaokolewa katika kinywa cha simba. Bwana akaniokoa na kila neno baya, na kunihifadhi hata nifikie ufalme wake wa mbinguni. Utukufu una yeye milele na milele. Amina. Neno la Bwana.
Wapendwa taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Karibu kwenye tafakari yetu ya kila siku. Leo ni tarehe 27 mwezi wa 10 mwaka 2019, Jumapili ya 30 mwaka C wa kanisa. Ujumbe wa Mungu katika masomo ya leo ni unyenyekevu. Tumuombe Mwenyezi Mungu atujalie neema ya kuwa nyenyekevu na kutojiona wenye haki kuliko wenzetu. Karibu sasa tusikilize Injili. Somo katika Injili ilivyoandikwa na Luka. Yesu akawaambia mfano huu watu waliojikinai, ya kuwa wao ni wenye haki wakiwadharau wengine. Watu wawili walipanda kwenda hekaluni kusali, mmoja Farisayo na wa pili mtoza ushuru. Yule Farisayo akasimama akiomba hivi moyoni mwake: Mungu, nakushukuru kwa kuwa mimi si kama watu wengine, wanyang'anyi, wazalimu, wazinzi, wala kama huyu mtoza ushuru. Mimi nafunga mara 2 kwa juma, hutoa zaka katika mapato yangu yote. Lakini yule mtoza ushuru akasimama mbali, wala hakusubutu hata kuinua macho yake mbinguni, bali alijipiga kifua akisema, Mungu, uniwie radhi mimi mwenye dhambi. Nawaambia, huyu alishuka kwenda nyumbani kwake amehesabiwa haki kuliko yule. Kwa maana kila ajikwezaye ataziliwa, naye ajizilie atakwezwa. Neno la Bwana. Wapendwa taifa la Mungu, sisi kama Wakristo ni vema kuishi maisha ya unyenyekevu, maisha ya kutojihesabia haki, kupenda, kujali wenzetu na kutoona ya kuwa wenzetu ni wazambi kuliko sisi wenyewe. Kwani Mwenyezi Mungu hana upendeleo, bali mtu yoyote wa taifa lolote atakapojinyenyekeza na kutenda yaliyo haki hukubaliwa na yeye. Rejea kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 10 aya 34. Wapendwa, sote ni wadhaifu kama binadamu na sio wakamilifu machoni pa Mungu. Sote tumetenda dhambi na tumepungukiwa na utukufu wa Mungu. Rejea kitabu cha waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 3 aya 23 hadi ya 26. Majivuno na kujikweza
ndiyo sababu ya anguko la mwanadamu, ambapo mwanadamu alitaka kufanana na Mungu. Rejea kitabu cha Mwanzo sura ya 3 aya ya 5. Ndugu zangu, Mwenyezi Mungu hupendezwa na moyo mnyenyekevu, moyo wa majuto kamili, ambao hauna majivuno. Na mara unapokosea unajinyenyekeza mbele ya uso wa Mungu na sio kujiona mkamilifu. Neno la Mungu linasema, mwanzi uliopondeka hata uvunja, wala utambi utokao moshi hata uzima. Rejea kitabu cha Nabii Isaya sura ya 42 aya ya 3. Kinachohitajika ndugu zangu ni kumtafuta Mwenyezi Mungu kwa bidii, kwani anatuhitaji twende tusemezane naye. Dhambi zetu zijapokuwa nyekundu kama bendera, zitakuwa nyeupe kama sufu. Kama tukikubali na kutii, tutakula mema ya nchi, bali tukikataa na kuasi, tutaangamizwa. Rejea kitabu cha Nabii Isaya sura ya 1 aya ya 18. Kanisa tunaposherekea miaka 50 ya ulei hapa Tanzania katika familia zetu, pia mmoja anapomkosea mwingine na awe mnyenyekevu kuomba msamaha, na mwenzake awe mnyenyekevu kumsamehe, ili waondoe chuki na watunze umoja wa kifamilia, ambayo ndiyo baraka ya Mungu katika familia zetu. Wapendwa taifa la Mungu, tunaalikwa sasa tumuombe Mwenyezi Mungu kupitia mtumishi wake Bikira Maria, ambaye ndiye mfano halisi wa mtu mnyenyekevu, mtu mtii ambaye anajishusha. Rejea Injili ya Luka sura ya 1 aya 37. Tumuombe Bikira Maria atuombee kwa Mungu ili tuweze kuwa wanyenyekevu na kuwaheshimu wengine na kutojiona wenye haki kuliko wengine. Tumsifu Yesu Kristo.